Waefeso mlango wa 4 11 mpaka 14. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Hiyo ni kusudi moja, kuwakamilisha watakatifu. Ya pili, hata kazi ya huduma itendeke. Ya pili na ya tatu, na mwili wa Kristo ujengwe, for the edification of the body of Jesus Christ. Hiyo matatu ni kwa sababu hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani, the unity of faith, kwa kumfahamu sana mwana wa Mungu, na mwana wa Mungu ni neno la Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu. Tuwe wakamilifu. Kuwa akamilifu aje? Hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, unto the stature of a perfect man in Christ. Amen. Tukiwa wakamilifu, tusiwe tena watoto wachanga. Watoto wachanga wanafanywa nini? Tukitupwa huku na huku, na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujaja, tukisivuata njia za udanganyifu. Bwana asifiwe. Amen. Na tuketi chini. Tunataka kujifundisha ukamilifu kupitia zinaitwa vipawa au vipaji, na kupitia huduma. Bwana asifiwe. Kuna vitu viwili hapa nataka kuongea kuhusu. Kuna vipaji. Vipaji ni vipawa vya Mungu, na kuna vipawa 9. Kipawa cha kwanza, Biblia inasema vile vipawa 9 vya Roho, inakuwa kila mtu hupewa mwangaza wa Roho kwa faida ya wote. Niseme ya kwanza, kila mtu hapa duniani ako na kipawa. Bwana asifiwe. Na umepewa kipawa na Mungu. Pengine si ya kuimba nyimbo, si ya kuhubiri, pengine si ya kufanya kuwa mwinjilisti, lakini kila mtu ana kipawa, kwa sababu ni Mungu anaweka mwili wake vile anataka uwe. Bwana asifiwe. Amen. Kila mtu ako na nini? Na kipawa. Wengine wanaambiwa wewe haujapawa kipawa au kipaji kwa sababu hauongei na lugha. Hapana, vipaji si kusema ya kwamba tunaongea na lugha. Bwana asifiwe. Amen. Vipaji ni kusema kama ukiwa mzazi una kipawa umepewa na Mungu. Na kipawa ni safari ya kazi unayoyafanya. Ukiwa mwalimu ni kipawa cha walimu, unafanya kazi. Ukiwa accountant, yule anayeweka hazina, anaweka pesa, hiyo ni kipawa tunaweza kuona. Bwana asifiwe. Amen. Na hiyo vipawa hupeanwa na Mungu ili mwingi ule ujengwe, na kila kitu kina mahali pake. Kuna jicho, kuna sikio, kuna pua, na kila kipawa kina sehemu yake. Bwana asifiwe. Amen. Kile sikio inasikia, jicho haiwezi kusikia kwa sababu ya sikio ni kuona. Hata ikawa kuona ni kama wave ya stima. Hii ni wave ya sound, ya sauti. Lakini kila kipawa kiko na mahali pake. Tukikosa watoto wetu wanaweza kuwa wakamilifu, waweza kukua watu wazima? Hapana. Kwa hivyo nasema na kile tunaongea kuhusu ukamilifu ni kuwa na ukomavu, maturity. Mtu anakuwa kutoka utoto, anaacha mambo ya utoto, kama vile inasema wakati mimi nilikuwa mtoto niliacha mambo ya utoto, nikaacha mambo mengine
nikawa mtu mzima. Bwana asifiwe. Amen. Na Paulo alikuwa akiongea na Waebrania, anawaambia mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu, akiongea kwa Waebrania, kwa sababu kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, na kuwa ni mtoto mchanga, lakini chakula kigumu ni cha watu wazima. Tunaongea kuwa watu wazima, kila mtu awe mtu mzima. Na ukiwa mtu mzima ni kusema ya kwamba hubishani na watu. Kila mtu anayebishana na watu ni mchanga wa imani. Hakuna haja ya kupigana na mtu, kubishana na mtu. Akiwa na maono tofauti, na akae vivyo alivyo. Ukiwa unaweza kumsaidia, mfundishe vile anapaswa kukaa. Bwana asifiwe. Amen. Lakini kwa sababu ya nini? Kwa sababu hii mwili wa Kristo ni lazima ukuje pamoja, uwe na umoja wa imani. Bwana asifiwe. Na ukiwa na imani, ukikwazwa na ndugu, hulalamiki, si ndio? Ukiwa hata mateso yakija, umefundishwa. Ndio nasema hii vipaji ni kia kufundisha kanisa ili kuwa na ukomavu, maturity. Bwana asifiwe. Na ukiwa na ukomavu, kama vile Biblia inasema katika Luka mlango wa 6 inasema hivi, mstari wa 40 inasema that mwanafunzi haumpiti mwalimu wake, lakini kila mwanafunzi akishahitimu, if he is perfect, huwa kama mwalimu wake. Kwa Kiingereza nasema hivi, the disciple is not above his master, but everyone that is perfect shall be as his master. Amen. Kwa hivyo ile ukamilifu tunaongea ni kuhusu kufunzwa, training. Kama vile unachukua mtu anaweza kujifunza kupaka rangi, anaweza kujifunza kuwa mjenzi wa mawe, unakuwa recruit, unajifunza. Lakini ukifika mahali uwe sasa umejua, unaweza kwenda kufanya grade test ya 3, ya 2, ya 1. Na ukipata ya 1 ni kusema umehitimu, na ukihitimu unaweza kupatiwa kazi ya serikali kwa sababu uko na cheti. Na sisi ni lazima tuwe na cheti kutoka kwa Mungu ya kwamba tumehitimu. Amen. Na Yesu alipohitimu, kuhitimu kule kunaitwa kufanywa wana. Bwana asifiwe. Inaitwa adoption. Adoption ni kusema huyu mtoto amezaliwa. Akishazaliwa anaanza kufunzwa. Na hakuna kazi mzito kama kumfunza watoto lugha, kuongea, kuwafunza hesabu, kuwafunza Kiingereza. Bwana asifiwe. Amen. Kutumia kwa sababu ni maarifa, na maarifa ni kufundishwa. Kama vile Biblia inasema kuhusu Waebrania, aliwaambia kwa sababu hiyo tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, living the fundamentals of Jesus Christ, ya msingi. Kuna mambo ya msingi tunayopaswa kujua. Bwana asifiwe. Tukaze mwendo, tuende mbele ili tuifikie utimilifu. Kuna kitu kinaitwa utimilifu. Tusiweke msingi tena wa kuzitubu kazi zisizo na uhai. Vitu ambao hasina uhai ni mafundisho ya kwanza. Pengine ningesoma msikie vile nabii alisema kuhusu hayo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukiwa mambo ya kimsingi, hebu niseme ni kama anasema hivi, let us lay aside those things and go on perfection. Tuendelee mbele tufike ukamilifu. We rely too much on studying about principles of Christ. Tunatumia muda mwingi sana kuongea kuhusu mambo ya msingi. He was the son of Abraham. Alikuwa mtoto wa Abraham. He was the son of so and so. And genealogy, alizaliwa na huyu na huyu. But the Bible says, na Biblia inasema, let us lay aside those seeds and go to perfection.
Tuache mambo ya haya, tuendelee ukamilifu. First you know the doctrine. First you must know the doctrine. Si kusema si mazuri, ni mzuri. Kama vile Biblia nabii alisema ya kwamba watu wa Kibaptisti wana mambo mengi wanajua ya msingi. Bwana asifiwe. Amen. Pengine kuteuliwa kibele, hata majaribu ya kija ni sawasawa. Ile inaitwa Mungu anajua na anashika mambo yote kwa nguvu yake. Bwana asifiwe. Amen. Ukijua mambo hayo, sasa unaanza kuendelea mbele. Uendelea mbele aje? The church cannot be effected through organization. Kanisa haiwezi kukamilika kupitia madhehebu. It gets further away from God. Madhehebu huenda mbali sana na Mungu. We draw barriers. Tunaweka vikwazo na ukuta. We separate ourselves, seemingly not having the faith. Tunaweka ukuta na kujitenga na hatuui na imani. But when we leave those principles of doctrine, tukiacha mambo haya, if we move on to perfection, tukiendelea ukamilifu, then those little things become of not much use. Mambo haya ya msingi. Na haya mambo yako hata katika ujumbe. Huyu anabishana na huyu anabishana na huyu anasema sisi tuko na ile gurumo, sisi tuko na roho. Hiyo inaonyesha hali ya udini. Bwana asifiwe. Amen. Lakini tukiwacha hayo, tunaweza kuwa tumekuwa na umakini. Nabii anasema hivi, we go into a relationship. Tunakuwa na uhusiano. We find that the only way we can be perfected is to be in Christ. Na tukiwa kamilifu ni lazima tuwe ndani ya Kristo. Kupitia nani? Roho mmoja tumebatizwa katika mwili wa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. And we find out, tunaona by the teaching of the Bible, kwa mafundisho ya Biblia, how we get into Christ. Tunaingiaje kwa Kristo? Not by water baptism, si kwa ubatizo wa maji, not by laying on hands au kuekelea watu mikono, not by teaching, si kwa mafundisho, hata ikawa mafundisho ni mazuri, but by one spirit we are baptized in one body. Tunaingizwa katika mwili mmoja, and we become perfected through his suffering. Tunakuwa kamili kupitia masaibu yake yaliyopata. Bwana asifiwe. Amen. And we look different. Tunaonekana tofauti. We think different. Tunafikiria tofauti. Amen. We act different. Tunafanya mambo tofauti. We live different. Tunaishi tofauti. Not because it's a duty or we belong to church. Si kwa sababu ni kazi tumepewa au tuwa kanisa, but because of the love that God has by the Holy Ghost. Kwa sababu Roho Mtakatifu ameleta upendo wake ndani ya mioyo yetu, na mambo yote mabaya yamesafishwa, yameondolewa katika mioyo yetu. Bwana asifiwe. Na hatuna uhusiano na kila kitu kibaya, hatuna uhusiano. Ukiwa una uhusiano na mambo yote mabaya, inaonyesha kwamba hujaingia ndani ya Kristo. Hata mambo ya msingi hujui. Bwana asifiwe. Amen. Ni lazima tujue mambo, lakini hatuongei kuhusu yale. Ile tunaongea the love of God has been said. Bwana asifiwe. Tunaelewa. Amen. Kuingia ndani ya Kristo, kufundishwa vile tunapaswa kufundishwa, ili ya kwamba tunaelewa neno la Mungu. Kama mitume walifundishwa kwa miaka 3. Walifundishwa kwa miaka 3, hawakuona haya kwenda kufa kwa ajili ya Yesu Kristo. Waliona haya? Hapana. Walikuwa wanaenda, hata walikuwa kama Yesu alisulubishwa akiwa amesimama. Wengine walisema kama Petro akasema, mimi nisulubishe nikiwa juu chini. Amen. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo inakuwa. Huoni haya. Unajua kama vile Biblia inasema katika wa Roma mlango wa 5 inasema hivi: basi tukisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, being justified by faith, na muwe na amani na Mungu, we have peace with God, kwa
njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, through Jesus Christ, ambaye kwa yeye tumepata njia ya imani kufikia neema. Through faith you have got into this marvelous grace, ambayo tunasimama ndani yake. Tunasimama ndani ya neema kupitia imani. Na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. We rejoice katika utukufu wa Mungu. Tumaini, the hope. Amen. Tumaini ambayo tumeonyeshwa, tunafurahishwa. Na anasema pia ya kwamba vile tunafurahishwa, anasema hivi, wala si hivyo tu, ila na mnafurahi katika dhiki pia. We rejoice in tribulation. That is right. Mateso yanakuja, corona inakuja, na unafurahia. Bwana asifiwe. Amen. Unafurahia mambo yote, yakiwa mazuri, yakiwa mabaya, kwa sababu Mungu anajua mambo yote. Amen. Bwana asifiwe. Na akiwa anajua mambo yote, hauna hofu. Bwana asifiwe. Amen. Unaweza kufanya mambo ya kilazima. Kama nikiwa mzazi, naweza kuwa na panado ya mtoto, si ndio? Naweza kuwa na kitu kingine cha mtoto. Kwa sababu ya nini? Nina jukumu. Lakini siamini ile panado. Bwana asifiwe. Hiyo ni njia ninatumia ya kutulisha mtoto. Bwana asifiwe. Lakini nina imani. Na hata akiwa mambo yakiwa vibaya, natumaini ya Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Nini inasema hivi? Mnafurahi katika we rejoice in tribulation. Wakati pesa zimekosa za elimu, huwezi kuwa na depression. Watu wanakuwa na depression siku hizi kwa sababu matarajio yao na matarajio ya watu wanapeperushwa na kila kitu kinachotoka na watu wao, jamii yao, kabila yao, inawapeperusha. Bwana asifiwe. Amen. Hawana msingi ya kutosha. Ukiweko mambo ya msingi ya kujua Mungu na nguvu zake, huwezi kamwe kupeperushwa. Na kwa hiyo vipawa hukuja ili vionyeshe kanisa msingi wao ni wapi. Bwana asifiwe. Amen. Wasiwe wanapeperushwa na vile watu husema, wanasema hivi. Hapana, unajua mahali unasimama. Amen. Bwana asifiwe. Na anasema kwa sababu mnafurahi katika dhiki, mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi au subira. Bwana asifiwe. Amen. Ukitaka kuwa na subira, pitia mateso. Ukibia Mungu nipatie subira, Mungu analeta mateso. Unapitia mateso kama vile walipitia pale jangwani. Na ukipitia jangwani, usianze kulalamika, tafadhali tu. Kama umefunzwa sawa, utasema kama Paulo aliposema, wakati alikuwa na macho yake inamsumbua, akaomba Mungu amuondolee, lakini Mungu akamwambia, hapana, sitaziondoa, kwa sababu neema yangu inakuwa imekamilishwa katika udhaifu wako. Amen. That is right. Amen. Mtu ambaye analalamika, akiolewa analalamika, huyu siye ndugu mimi nilikuwa nikifikiria, huyu siye ndugu huyu ndiye dada sikiwa. Kuna kitu ambao hujui. Bwana asifiwe. Amen. Unatengeneza hiyo mlango una frame, hiyo mlango itengenezwa ili iweze kukaa katika mahali hapa. Lakini ukija kuweka mlango, ni lazima upasie mlango kidogo, si ndio? Ni lazima upatie hiyo frame kidogo. Bwana asifiwe. Tunatayarishwa ili tujifunze kutii. Na kama kuna kitu kizuri sana ni kujifunza kutii katika kila jambo. Ukija serikali ya jeshi, unakaa Kenya. Hauendi, unaenda Uganda, unaenda Tanzania. Tanzania ndio kuzuri. Hapana. Jifunze kutii. Bwana asifiwe. Amen. Na unafunzwa kwa sababu hiyo ni maarifa. Na maarifa ni kipawa kimoja katika kanisa. Bwana asifiwe. Amen. Kuna vipawa 9. Na hiyo vipawa 9 ina moja ya kwanza
ni kila mtu. Mstari wa Wakorintho wa kwanza 12 inasema ujumbe wa hekima, wisdom. Hiyo ni moja. Mwingine ujumbe wa elimu, knowledge. Bwana, ni lazima ujue. Biblia inasema watu wangu wanakufa, wanaondoka kwa sababu hawana maarifa. Bwana asifiwe. Na maarifa hufundishwa, si ndio? Unakaa chini ya mwalimu, anakwambia wewe una hasira nyingi sana. Ukifanywa kitu kiki unaruka. Unaongea maneno mabaya, meusi, nyekundu. Hapana, tulia. Watu unaokaa na wao ni tofauti. Bwana asifiwe. Na kama unataka kuwaleta kwa Kristo, ni lazima uwe mvumilivu. Bwana asifiwe. Kuvumilia, unapitia mateso lakini unafundisha. Unakuja unakasirika, ndugu yangu amefanya, dada yangu amefanya, unakuja, hapana dada, tulia. Tumeitwa kama vile mitume walikuwa wanafanya. Walipitia mahali Samaria, wakaona watu wanapaswa kukaribisha Yesu, wakakataa. Yohana akasema, tafadhali, Yohana na Yakobo, tafadhali tuitishe moto kutoka mbinguni tuwachome. Hapana, Yesu akamwambia, ninyi hamjui mnaongozwa na roho aina gani. Bwana asifiwe. Kuwa ni kufundishwa. Ni lazima uwe na mwalimu anayekufundisha. Bwana asifiwe. Amen. Mambo ya kinyamazito unajifunza, ile unaweza kufanya unafanya, ile nyingine unaweza kuuliza mama yako. Na naona kama vijana wa siku hizi hawataki kujifunza na chochote. Kila kitu ni haki. Ni haki yangu kufanya, ni haki yangu kufanya, ni haki yako kufanya. Hapana. Ni lazima ujifunze kuondoa haki zako. Bwana asifiwe. Kama vile nabii husema ya kwamba kondoo hunyolewa manyoya na anakubali, anaongozwa na Roho Mtakatifu, na jiwa anaongozwa mpaka anaenda kufa. Ni kujifunza. Kuna vipawa. Na hivyo vipawa, kila mtu tulisema ako na kipawa amepewa na Mungu. Na kila kipawa tunasema tuna vipawa. Tuna vipawa vya miujiza. Bwana asifiwe. Kuna kunena na lugha. Kuna kutafsiri na lugha. Kuna kupambanua roho, discernment of spirit. Bwana asifiwe. Amen. Vipawa 9. Nabii amesema ya kwamba, au Biblia inasema ya kwamba watakunywa maji yangu nitakayowapatia, kutoka roho zao kutapubujika maji, rivers of living water. Mito ya maji. Na hiyo mito ya maji ni vipawa vile 9, ni vipawa au ile tabia 9. Love, joy, faith. Bwana asifiwe. Na zingine zinazobubujika ndani yako. Lakini kwa nini unafanya training? Hebu nijibu hayo. Unafundishwa training ili uwe kama mwalimu wetu, na mwalimu wetu ni Yesu. Amen. Ukiwa huwezi kuwa kama Yesu, Mungu hawezi kamwe kukutumia. Bwana asifiwe. Hebu tuseme kuko na vipawa vingi watu hupata. Na katika vile vipawa watu wengi wanakitumia vibaya. Kwa nini? Kwa sababu hawajafundishwa. Nabii anasema hapa, the first gift is wisdom. Kipawa cha kwanza ni maarifa. That's the best gift of the group. Hiyo ndio kizuri zaidi. And if we cannot have wisdom, we don't know how to use knowledge, is the second gift. Kama hatuna maarifa na elimu, hiyo ni kipawa ya pili. If we can't use the second gift without wisdom, kama hatuwezi kutumia kipawa cha pili bila maarifa, how are we going to use the last gift, interpretation of tongues and the speaking in tongues? Tunawezaje kutumia vile vipawa vya mwisho bila maarifa? Nabii akasema kipawa vile tunapewa na Mungu zinaweza kutupeleka jehanamu. Bwana asifiwe.
kutumia kipawa cha Musa vibaya ilifanywa karibu auawe na Mungu, na kile kingine kilifanywa badala ya kwenda kuongea na mwamba, anachukua fimbo ya Mungu anaipiga mawe. Mungu akakasirika. Hata ukiwa adopted son, Mungu anaweza kukasirika. Amekupatia mamlaka. Kama Bwana hupatia bibi mamlaka, enda upike chakula katika jikoni. Kama itakuwa kitunguu imeenda zaidi, Bwana hajui, lakini una uhuru. Lakini ndugu akiwa pale kitunguu inachomeka au kile kingine inachomeka, hapana, unapatia uhuru, fanya utengeneze, ukimaliza uje uniambie. Bwana asifiwe. Naye ndiye Mungu hufanya, anakupatia kazi, lakini kabla ya kupatiwa kazi ni lazima ufunzwe. Kupaka rangi, unapaka inakuwa sawa sawa. Kuweka, kujenga, unaweza kufunga jicho moja unatazama kama iko straight. Ni kujifunza, unajifunza. Na unajifunza kupitia Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Amen. Roho Mtakatifu ndiye mwalimu. Lakini usiseme ya kwamba kama Roho Mtakatifu ndiye mwalimu, mimi sitaki mwalimu. Hapana. Roho Mtakatifu hufundisha kupitia watu. Amen. That is right. Amen. Roho Mtakatifu hufunza kupitia watu. Amen. Hebu nipatie kitu moja katika hayo. Huwezi kusema, nabii anasema, they say, wanasema, I don't need anybody to teach me. Glory to God. I got the Holy Ghost. Hiyo mtu anasema nini? Ako na kiburi sana. Kweli. Ni kweli, ako na roho, ameongea na lugha, lakini kiburi aliyo nayo Mungu hawezi kama kumtumia. Ukiwa mchungaji na kila wakati ni kupiga watu wasioamini, wanaoamini, Mungu hawezi kama kukutumia. Amen. Na hiyo huduma Mungu ataiotoa. Bwana asifiwe. Hufanyi kazi ya Mungu, unafanya kazi yako. Kwa hivyo ni lazima tujue vile tunaweza kufanya kazi ya Mungu. Tuseme kama Yesu aliposema, hamjui ya kwamba ni lazima niwe nikifanya kazi ya Baba. You must be about the Father's business. Ukiwa mwana ambayo amepewa mamlaka. Bwana asifiwe. Amen. Lakini ukiachwa na Baba, unaenda kuchunga kondoo. Ukiona watoto wengine wakicheza, unaacha kondoo, unaenda pengine. Wewe hauna mwelekeo. You have no focus. Ukiweka unalima na uko na mlao, hutazami mahali pengine. Hata ikiwa kuna kelele upande huu, hata kuna kelele upande huu, unalenga kile umepewa na Mungu. Amen. You are focused. Bwana asifiwe. Hata huyo kuja upande huu, hayapiga makelele. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo wengine wanasema, I don't need anybody to teach me. Nabii anasema, I don't have anybody to teach me. The Holy Ghost teaches me. It does through a teacher. He said teachers in the church. Amen. Roho Mtakatifu hufanya hiyo kazi kutumia watu, kutumia diko, kutumia mama yako, kutumia baba yako. Bwana asifiwe. Kwa sababu kuna taratibu zinatumiwa. Bwana asifiwe. Amen. Ukiwa chief, ukienda shule, usiende pale na kuja kuona mtoto wako. Ako darasa gani? Ako darasa ile. Unaingia, hapana. Kuna taratibu. Ukienda pale shule, wewe mzazi, ukitaka kwenda kuona mtoto, enda kwa principal. Uombe ruhusa, uone mtoto wako, atumane, aletewe. Ukiwa unaenda hivyo, hauna nidhamu. Na kitu cha kwanza ni kutii au kuwa na nidhamu ya kibibilia ambayo inaweza kuheshimika. Tunaelewa? Amen. Tuwe na nidhamu ya kibibilia inayoonyesha ya kwamba Roho Mtakatifu anatuongoza. Bwana asifiwe. Hiyo ndio nasema, ni kama wewe huwezi kusema
ya kwamba sitaki kufundishwa na mtu mwingine, sitaki kusikia deacon, sitaki kusikia. Kuna mikakati, na ukikaza kutumia mikakati utapata taabu kubwa sana. Bwana asifiwe. Amen. Kama vijana wakitaka kuoa, kuna mikakati imewekwa na Mungu, si ndio? Usiende pale unachukua msichana kama nani, kama yule anaitwa Samson. Ni vizuri? Hapana, kuna mikakati imewekwa ili kuweka utaratibu, nidhamu na heshima katika kanisa ya Mungu. Amen. Kanisa haiwezi kuwa kikundi chochote. Hapana, kanisa la Mungu ni takatifu, kama Yesu alikuwa akiwaambia watu wa Korintho. Bwana asifiwe. Amen. Kuna taratibu. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo taratibu ni kufunzwa. Unafunzwa na mama. Ukifunzwa na mama, ndiye Damia alisema ya kwamba mama ndiye injili ya kwanza. Bwana asifiwe. Ukifika pale unapelekwa shule, unafundishwa nidhamu nyingine. Kutoka pale unaenda kazini, unafundishwa nidhamu ya kazi. Kutoka pale unakuja kanisani, unafundishwa nidhamu ya kanisa. Ili Mungu sasa anaweza kukupatia kazi ya kufanya. Ukikosa nidhamu, Mungu hawezi kamwe kukutumia. Musa angeenda katika nchi ya ahadi, lakini alipokufanya makosa, badala ya kuongea na jiwe akalipiga, Mungu akakasirika. Akamwambia, kutoka pale ninajua wewe mtoto wangu, nitaleta malaika wakuchukue, wakuweke pale kwa mwamba. Shetani hatajua ulienda wapi, lakini ulikosea. Bwana asifiwe. Amen. Ni lazima tuwe watu. Na katika wakati huu, hii ni wakati wa kumaliza kanisa. Na kanisa ni lazima iwe kamilifu. Tumepitia kuhesabiwa haki, kutakaswa, ubatizo wa Roho Mtakatifu, na sasa tuko katika kiwango cha kufanywa wana. Perfection of the church, ukamilifu wa kanisa. Bwana asifiwe. Na wale watakuwa kanisa hii watakuwa na ukamilifu wa imani, ukamilifu wa upendo. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ni lazima tena kuna hii vipawa. Nabii amesema kuna vipawa 5 ambao umepewa. 1, mitume, aidoristi, mapasta, walimu, na hiyo zingine zimepeana, na unabii zimepewa. Ni Mungu aliziweka kanisani. Una sasa hii vipawa viko kanisani. Naweza kukujibu nikwambie, Roho Mtakatifu alipeanwa pale mwanzo. Roho Mtakatifu ako ndio. Amen. Kwa sababu Biblia inasema nitakuwa nanyi kutoka leo mpaka mwisho wa dunia. Na Biblia ikasema hii kipawa cha Roho Mtakatifu ni chenu na watu na jamii zenu mpaka yule yote Mungu atakayeita aje kwake. Amen. Kwa hivyo kama Roho Mtakatifu anaita, vipawa vyake vyote viko, isipokuwa watu wanakuwa vipofu, hawaioni. Bwana asifiwe. Amen. Nabii anakuja na Biblia inasema hivi, every gift has to be recognized to be in the Bible. Kila kipawa ni lazima kionekane au kilithibitishwe katika Biblia. Then God confirms that gift. Na Mungu anaonyesha au kuthibitisha ile kipawa. Bwana asifiwe. Amen. Naona sijui wakati wangu. Karibu kumaliza. Bwana asifiwe. Ni lazima kipawa chote kithibitishwe. Bwana asifiwe na Mungu. Biblia inasema hivi. God testifies. Waebrania 4:11. God said, God testifies of his gift. Mungu hupeana, anadhibitisha vipawa vyake. Kama alidhibitisha
kipawa cha Abeli. Bwana, if that gift is testified by God, anadhibitisha ya kwamba hii kipawa kama yule Nikodemo alisema, hakuna mtu anaweza kufanya mambo haya isipokuwa awe na Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo hiyo ni dhibitisho ya kwamba kile kipawa kinasaidia watu. Hiyo ni dhibitisho. Kama watu wanakuja wanasaidika, hiyo ni dhibitisho ya Biblia ya kwamba kile kipawa kinasaidia watu. Anaweza kuwa mwaminio, anaweza kuwa si mwaminio, lakini angali ako na kipawa. Na kipawa uko nayo, ulizaliwa ukiwa nayo. Bwana asifiwe. Haikuji kwako. Bwana asifiwe. Ulikuwa na hiyo kipawa wakati ulipozaliwa. Ni kukua, kinakuwa, kinafanya kazi tofauti. Na nabii anasema ya kwamba if God says you have, if God says so, na Mungu akisema, you have no right to doubt. Hauna haja ya kuweka shaka. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo kitu kimoja cha kuweka ni anasema we believe in the church government. Tunaamini serikali ya kanisa, and it is ordered of the Holy Ghost. Inaongozwa na Roho Mtakatifu katika Biblia. The pastor is always the head of the church. The pastor is always. Bwana asifiwe. Amen. Na kiongozi wa kile kanisa ni mchungaji. Si mtume. Bwana asifiwe. Wengine wafikiria mtume ndio wanaseti, hapana. Ndio wale waliwekwa pale kwanza, waliwekwa taratibu na ikawekwa na mitume. Kwa sababu sisi tuko katika mitume na manabii 12. Bwana asifiwe. Hawa ndio waliweka misingi. Na kila msingi tunaweka ni lazima iwe inahabatana na kila walichonena. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo Mungu akiweka hiyo vipawa, tafadhali sikubarini. Wengine wanasema hapana, ni lazima kuwe na vipawa. Wengine wanasema katika hii ujumbe ya kwamba ni lazima kuwe na vipawa ya manabii, mitume na katika ulimwengu kote na kiwa ni pasa tunamsikiliza. Hapana, it is not like that. Bwana asifiwe. Amen. Vile kanisa ilijengwa, Paulo alipoondoka aliacha Yohana. Yohana alipoondoka aliacha Irenaeus. Alipoacha Irenaeus naye akamwachia Polycarp. Polycarp akaachia Mati. Wakati wa kanisa Kikatoliki, hiyo ndio iliharibu taratibu yote ya kanisa. Na kila hawa walikuwa wanatengeneza watu chini yao. Na wanaenda kuwa wainjilisti. Bwana asifiwe. Kuhubiri injili. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu tumezoea mikakati ya dini, hiyo taratibu ya neno imeondoka. Nabii alikuja kurudisha misingi ya kanisa kama Elijah wa kale aliweka misingi tena. Bwana asifiwe. Ya madhabahu iliyokuwa imeharibika. Bwana asifiwe. Akaiweka tena, alipoweka misingi ya kibaptist ya kila kitu, mwishowe akaleta mihuri 7 ili kanisa isimame katika imani ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuna vipawa vyote kanisani. Bwana asifiwe. Pengine si kanisa hii inaweza kuwa na kipawa. Tunaenda convention, ndugu mwingine akiitwa anakuja na kipawa, lakini Mungu ameweka mikakati ya kusimamisha kanisa yake. Bwana asifiwe. Na wanasikia, wanalishwa na wanaipenda neno na wapenda Mungu, wanakuwa na imani, wanakuwa na udugu. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo ndiyo mikakati ambayo Mungu ameweka ya kufunza kanisa ili kanisa isimame, isiwe inapeperushwa. Nikitazama ujumbe, kila watu wanapeperushwa. Si ndio? Wanaambia hapana, Sundays ni kitu hiki, wanaenda pale. Revival ni kitu hiki, wanaenda pale. Neno ni hiki, wanaenda pale. Ukiwatazama ni kama watu wametatanishwa kabisa, hawajui wanaamini nini. Na sasa kila mtu anaweza pelekwa hivi, mwisho anatupa mikono, anakuwa na depression, anakuwa na masaibu ambayo mengi sana. Hiyo ni kumaanisha tugali watoto. Hatujui ujumbe ni nini. Hatujui kazi ya Mungu ni nini. Tunapaswa kukua
tuwe watu wazima. Bwana asifiwe. Amen. Pengine nikimaliza niseme nabii alisema hivi, healing is a marvelous gift. Kujua uponyaji ni kipawa kizuri, but it is misused. Kila kipeo umepewa, unaweza kuwa mzazi lakini unakuwa mkali sana. Badala ya kuwa mama wa watoto au baba wa watoto, unasumbua watoto, na ni vibaya. But if it is misplaced, kama imewekwa mahali pabaya, placed in the wrong position, inawekwa mahali pasipo pake, then it becomes a reproach, inaleta aibu. And the other gifts are the same. Kwa hivyo kile nasema, kazi ya huduma ni kuweka kila kipawa, kila ndugu, kila dada katika mahali pake. Amen. Kama ni dada, anaheshimu huyu dada. Dada huyu anaheshimu, si kubishana. Ndugu na ndugu mwingine na wahubiri wanaheshimu moja mwa mwingine, si kubishana. Wanakuwa pamoja katika mwili mmoja, wakiwa na umoja wa imani. Amen. Tusimame tuombe. Baba